Hii dunia bwana ina vitu vingi sana vya kushangaza. Ulimwengu una historia nyingi sana ambazo zinastaajabisha ukisimuliwa. Leo ninakuletea makala ambayo inamuhusu jamaa aliyewahi kukumbuka ama aliyekumbuka maisha aliyowahi kuishi. Makala ya mtu ambaye amekumbuka maisha yote aliyowahi kuishi kipindi cha nyuma. Ungana nami kutega sikio kusikiliza ni nini kilitokea mpaka watu wakathibitisha kuwa ni kweli huyu jamaa anakumbuka maisha aliyowahi kuishi kipindi cha nyuma, ingali ya kuwa yeye ni binadamu mpya wa ulimwengu mwingine kabisa. Kijiji kimoja huko nchini Japani kinachofahamika kwa jina la Osaka kilikuwa kimya sana kwa miaka ya 1980. Hapo aliishi kijana aliyefahamika kwa jina la Hiroshi Tanaka huko kijiji cha Osaka. Mwanafunzi wa shule ya sekondari aliyekuwa na kumbukumbu ambazo si za kawaida. Kumbukumbu zake ziliwastaajabisha sana walimu na watu wake wa karibu, kwa maana stori zake nyingi zilikuwa zinaongelea mambo ya kale, mambo yaliyotokea karne ya 18 na 19. Huyu jamaa yeye alikuwa na kumbukumbu zinazoongelea dunia ya karne ya 18. Hivi sasa kumbuka tupo karne ya 21, lakini huyu jamaa Hiroshi Tanaka yeye historia zake nyingi zilikuwa zinaongelea dunia ya karne ya 18, na sio tu kuongelea kwa maana ya kusoma ama kutaja stori za juu. Hapana, yeye alikuwa anaongelea historia kwa undani zaidi. Siku moja akiwa darasani anapata mafunzo kwenye hiyo shule anayosoma, mwalimu aliuliza kuhusu historia ya karne ya 18. Aliuliza swali moja linalohusu historia ya 18. Mwanafunzi huyo alinyosha mkono na kuanza kuelezea. Hiroshi alianza kuelezea kwa undani jinsi maisha yalivyokuwa mwaka 1764, majina ya watu, mitaa, hata hotuba ya mfalme wa kipindi hiko Japani. Cha kushangaza, mwalimu alishangaa sana the way Hiroshi alivyokuwa anaelezea historia ya karne ya 18 ni aziifu au ni kana kwamba alikuwa amewahi kuishi, kwa maana alidadavua kwa umakini sana. Alikuwa anataja mitaa ambayo mwalimu mwenyewe hakuwahi kuisikia, lakini hiyo mitaa inasadikika kuwa ilikuwepo karne hizo za 18. Dunia inaenda inabadilika. Kuna baadhi ya mitaa mingine inabadilishwa jina, inaitwa hivi kulingana na tabia, historia ama kumbukumbu fulani. Lakini Hiroshi alikuwa anataja mitaa iliyokuwepo karne ya 18 huko Japani. Kila mtu alidhani anatania, lakini alipotajwa jina la mji uliokuwa umeangamia miaka 200 iliyopita, maelezo yake yalilingana kikamilifu na rekodi za historia hiyo. Kuna siku Hiroshi alishangaza sana wanafunzi na shule baada ya kutaja mtaa ambao uliangamia sana miaka 200 iliyopita nyuma. Historia inadai ya kuwa alikuwa ameishi mara 3. Mara ya kwanza kama mfanyabiashara wa chai, mara ya pili ni kama mpiganaji wa vita, na sasa ni kama mwanafunzi. Watafiti katika vyuo vikuu walimpeleka kwenye majaribio kadhaa ya hypnosis. Wakashangaa alipoweza kusema lugha ya kale ya Kijapani ambayo hakuna mtu aliyewahi kujifunza. Hiroshi kwa mara ya kwanza, wataalamu mbalimbali wa saikolojia ya binadamu pamoja na wataalamu mbalimbali ambao wanahusisha masuala ya kibinadamu na historia za kale walimchukua huyu jamaa na kumpeleka mahali fulani kwa ajili ya kumhoji maswali kadha wa kadha. Lakini Hiroshi maswali yote ya karne ya 18 alikuwa anajibu, na waligundua kuwa huyu jamaa mara ya kwanza alikuwa ni mfanyabiashara wa chai, kwa maana alikuwa anaelezea historia ya biashara iliyoshamili kipindi hiko ya chai
huko nchini Japani, na alikuwa anaelezea vizuri zaidi. Lakini pia walipomuuliza maswali ya vita alijibu vizuri sana, akitaja mwanzo mpaka mwisho wa vita hivyo vilivyoitokea huko nchini Japani. Lakini pia kwa sasa huyo mtu ambaye kwa sasa ni mwanafunzi wanashangaa, je, ni mtu gani huyo anayekumbuka kila kitu cha karne ya 18, tena kutaja mitaa ambayo hivyo sasa kwenye karne ya 21 haipo? Wengine walidai ya kuwa ni reincarnation, wengine ni genetic memory, kumbukumbu zilizofichwa ndani ya DNA. Lakini wakati alipofikisha miaka 20 alianza kuwa na ndoto za ajabu, kama akionyesha njia kwa mtu mwingine ambaye hajazaliwa bado. Kabla ya kifo chake cha ghafla aliandika sentensi moja tu: tutazaliwa tena hadi tuelewe kwa nini tulikuwepo. Sentensi iliyoacha utata sana. Nanukuu tena alivyoandika: tutazaliwa tena hadi tuelewe kwa nini tulikuwepo kwenye ulimwengu. Kupitia historia ya Hiroshi, huyu jamaa aliacha maswali mengi sana kwenye vichwa vya watu. Je, hii dunia kuna uwezekano wa mtu kukumbuka maisha yake aliyowahi kuishi nyuma? Je, ina maana kuna maisha mengine ya binadamu baada ya kufa ambayo sisi hatuyajui? Ama kuna watu wanazaliwa kwenye ulimwengu fulani huko ambao wanafanana na huko wanapoteleza ama kuja kwenye hii dunia ambayo sisi tumeizoea, ndipo wanapoleta maswali magumu ya namna hii. Hiroshi alikuwa ni mwanafunzi mmojawapo ambaye aliacha historia kubwa sana huko nchini Japani. Je, nafsi za binadamu hubeba kumbukumbu za zamani? Au ni maswali ambayo yaliulizwa sana kipindi hiko? Au ni akili yenye uwezo wa namna gani wa kugusa ulimwengu zaidi ya mmoja? Hiroshi aliaga, lakini kumbukumbu zake bado zinasimuliwa hadi leo, kama ishara ya kwamba uhai hauishi bali unabadilika kulingana na mazingira. Kupitia historia hii mimi napata jibu moja tu: binadamu anapokufa, pengine kuna ulimwengu mwingine anaoenda kuishi ambao sisi hatujui. Kwa maana mtu anaweza akafa, kwa mfano mtu anaweza akafa Tanzania akazaliwa huko nchini Marekani, alafu akawa na uwezo wa kuelezea Tanzania kwa undani zaidi, ingalia kuwa yeye hajawahi kufika Tanzania kulingana na huko alipozaliwa. Ndicho kilichowashangaza watu kwa huyu jamaa aliyeitwa Hiroshi. Niseme asante sana, ulikuwa nami mimi msimulizi wako Kelvin Njunwa Katale, niite Kevin Lo. Utakuwa nami kila Jumatano na Ijumaa kwenye The Update Story, nikikupa simulizi mbalimbali zenye kukuelimisha, kukuburudisha na kukujuza. Usiache kufollow akaunti zangu kama Update Story uko TikTok, pamoja na channel yangu ya WhatsApp kama Update Story, pamoja na Telegram. Asante, uwe na siku nzuri, uwe na wasaa mwema. Mungu akulinde.